Nikukaribishe kwenye mazungumzo machache sana ya muda huu tarehe 3 mwezi wa pili. Kwanza ni mshukuru mtu mmoja ananiambia TR Msigwa una rekodi huku na drive, kwa hiyo sio jambo zuri. Tunamshukuru kwa mtazamo wake, kwa moyo wake kwetu watu wa 4A9, tunamshukuru. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, waumini wawili wanakaribia kuingia katika vipengele muhimu kwa mujibu wa imani zao. Kuna ndugu zetu Waislamu wanakaribia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna ndugu zetu wa Kristo wanakaribia Kwaresma. Mtu mmoja kaniambia TR Msigwa, mwaka huu kutakuwa na punguzo. Nikaona niseme hili, nikasema si mwezi tu mtukufu au Kwaresma tu, hapana. TR Msigwa amekuwa akiwafanyia watu taafifu wale wanaohitaji taafifu ili waweze kuondokana na changamoto hii. Nafikiri leo nimerusha kipimo kimoja tu, nimekataa kufanya kazi siku ya leo kwa sababu kadhaa. Nimerusha kipimo kimoja, naamini kesho Mungu akitujalia afya njema tutaendelea kuwajibika kuwasaidia watu. Kuna mchanganyiko fulani kwa asilimia kadhaa zikiingia kwenye mwili zina clear mara moja. Sasa ndio maana tukishapata mstari mmoja tunakusihi sana, hata kama unaweza ukapima kipimo hichi katokea positive, ukapima hichi katokea negative, nakusihi sana usikate tamaa. Endelea kutumia katika kile kipindi ambacho tumekupangia. Ule mstari utakuwa haurudi tena, na maisha ya mstari mmoja yatakuwa yamepotea, na utaendelea na shughuli zako kama kawaida. Kumisi mstari mmoja, hiyo ni changamoto. Yaani kumisi kunywa dawa mara moja, unajichelewesha mwenyewe kwa sababu tu ya kuamini vitu ambavyo havina msingi wote na havina faida yote. Kwa hiyo ni vizuri ukazingatia ushauri huo. Nukta ya kwanza ilikuwa ni kuambia sisi tunahudumia watu kwa kiwango rafiki, wale wanaohitaji kwa kiwango rafiki tunawapa watu, wanakuja kulipa, kwa sababu tumeweka kwanza mbele kuwasaidia ndugu zetu, kuonesha kuwa mali asili yetu inaweza ikatusaidia wenyewe. Kwa hilo tunalifanya bila miezi mitukufu au siku muhimu kwa wale watu ambao wanataka kuingia katika miezi hiyo. Kwa hiyo mtu yote akija akiniambia Msigwa, mimi na tatizo hili, uwezo wangu mdogo, nasaidia wengi sana. Nafikiri maombi yao hayo ndio maana namfanya Msigwa kuwa bado strong mpaka leo. Na hakuna kitu kizuri kama msimamo wa Irani umewafanya ndugu zetu kurudisha kidogo, kwenda kujipanga upya. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na msimamo. Unapoamua kufanya jambo, amua kwa sababu utakuwa umefikiri kwa kina na utakuwa una sababu za msingi. Usirudi ulipotoka, yani usirudi kwenye mawazo ambayo si mawazo sahihi. Mradi umeamua kufanya kitu fulani, endelea ukifanya na mafanikio utayapata. Hii ilikuwa ni mazungumzo yangu machache ambayo nimeamua kuyasema katika muda huu, lakini nitasema tena neno lingine. Ni kwa maneno mawili tu. La kwanza, tunawashukuru wanaotuombea na kutupa tahadhari kutokana na kile wanachokiona kwetu. Hicho tunawashukuru na tunawapongeza kwa kuwa karibu na sisi.